Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema, ikiwa leo ni siku yetu ya 4 ya semina. Tuna kichwa kinachosema namna ya kupata fedha. Kama unataka kuwa na fedha nyingi kwenye maisha yako, ni muhimu ukanisikiliza hili somo na ukafuatilia lote jinsi lilivyo. Ikiwa leo ni siku yetu ya 4, utapata mfululizo mzuri na ninaamini utakuwa na fedha nyingi sana kwenye maisha yako. Kabla sijaendelea mbele, tumshukuru Mungu kwanza. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika jina la Yesu. Tunaomba neema yako ya kutusaidia kuelewa na maandiko ikawe juu yetu. Nitumie mtumishi wako jinsi upendavyo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Namna ya kupata fedha kwenye maisha yako. Watu wengi wamekuwa wanataka kuwa na fedha kwenye maisha yao. Utakuta watu wakisimuliana maeneo mbalimbali, ikiwa ni vijiweni, kwenye maofisi, wengine wako ndani ya kampuni, wengine wako ndani ya familia, ndani ya koo. Kuna wanafunzi pia, kuna wanachuo. Utakuta watu wanapiga stori namna ya kupata fedha na namna ya kumiliki fedha nyingi, na fedha imekuwa inatafutwa kila eneo na kila sehemu. Na hii ni kwa sababu ukitaka kutatua tatizo au ukitaka kupata hitaji unalolitaka kwenye maisha yako katika jamii miaka hii ya sasa, sio tu ni muhimu, bali ni lazima kuwa na fedha. Moja ya shida tulionayo katika jamii ni watu wengi wanatafuta fedha kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini watu sisi ambao tunamtegemea Mungu, Mungu anatupa maarifa na akili namna ya kuzipata fedha, namna ya kuzimiliki na namna pia ya kuzitunza. Leo pia nikupe njia ya pili ambayo inaweza kukusaidia wewe kupata fedha kirahisi. Tunasema tumia kipawa. Tumia kipawa. Ukweli ni kwamba kila mtu ana kipawa chake na una uwezo wa kuwa na kipawa zaidi ya kimoja. Kuna wengine ndani yao wana vipawa vitatu, wengine vinne, wengine vitano na zaidi. Kipawa kinatofautiana na karama, kwa sababu kwa Kiingereza kipawa tunaita talent, wakati karama kwa Kiingereza tunaita gift. Sasa kipawa mtu anazaliwa nacho, na kila aliyezaliwa amezaliwa akiwa na kipawa. Kwa hiyo hautafuti kipawa, unachokifanya ni kugundua kipawa kilichoko ndani yako. Kipawa maana yake nini? Kipawa ni nguvu ya pekee iliyoko ndani ya moyo wako. Ni nguvu ya pekee iliyoko ndani ya moyo wako au iliyoko ndani yako. Kwa njia ya kipawa una uwezo wa kuingiza fedha nyingi sana kwenye maisha yako. Lakini pia Mungu alitupa vipawa ili tuweze kuishi maisha rahisi. Kipawa chako kimebeba utambulisho wako. Kipawa chako kimebeba kujulikana kwako. Kipawa chako kina uwezo wa kumfunua Mungu uliye naye na Mungu wako akajulikana. Kipawa chako kina uwezo wa kukuingizia fedha kwa kiwango unachokitaka. Kwa hiyo shida sio kipawa, shida ni kutumia kipawa. Lakini pia huwezi kutumia kipawa kama haukijui. Kwa hiyo fanya bidii sana kwenye maisha yako uweze kugundua na kujua kipawa chako. Misali sura ya 17 ule mstari wa 18, Biblia inasema kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliye nacho, kila kigeukapo hufanikiwa. Narudia tena,
Kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliye nacho. Kila kigeukapo hufanikiwa. Kwa hiyo kuna mambo makubwa mawili ya kuzingatia hapa. Jambo la kwanza, una uwezo wa kugeuka kabla ya kipawa, na jambo la pili, kipawa kinaweza kugeuka na kikageuza maisha yako. Narudia tena, una uwezo wa kugeuka kabla ya kipawa. Jambo la pili, kipawa kina uwezo wa kugeuka kikageuza au kikabadilisha maisha yako. Usigeuke kabla ya kipawa. Ukigeuka kabla ya kipawa hauwezi kufanikiwa, utaishi maisha magumu sana. Lakini ukisubiri kipawa chako kigeuke, mimi nina uhakika wewe utafanikiwa. Nami nataka nikuulize, aliyekuambia uende kuishi Iringa ni nani? Aliyekuambia ukaishi Shinyanga ni nani? Aliyekuambia ukaishi Dar es Salaam ni nani? Aliyekuambia ukaishi Tanga, Kigoma ni nani? Aliyekuambia ukaishi Burundi, ukaishi Kenya, ukaishi Kanada, ukaishi Marekani ni nani? Sasa unisikilize. Kipawa kina uwezo wa kuongea, na kipawa kina uwezo wa kukuonesha mkoa, nchi unayotakiwa kwenda. Sasa kipawa chako kikiongea na kikakuelekeza mkoa wa kwenda kuishi au nchi ya kwenda kuishi, uwe na uhakika utafanikiwa sana kwenye maisha yako. Utakuwa na fedha nyingi sana, kwa sababu mali ambako kipawa kinakuelekeza kwenda, hapo ndipo penye fedha zako. Hivi una habari kwamba biashara ni kipawa? Una habari kwamba kilimo ni kipawa? Una habari kwamba ufugaji ni kipawa? Sasa mwenye kutofautishia, biashara ni kipawa, lakini si kila anayefanya biashara ana kipawa cha biashara. Mwenye kipawa cha biashara hajifunzi kufanya biashara. Ukikuta mtu yuko bize anajifunza kufanya biashara, fahamu huyo mtu hana kipawa cha biashara. Lakini mtu ambaye ana kipawa cha biashara hajifunzi biashara, yeye tu anaanza biashara. Akianza biashara utagundua anafanikiwa. Na mtu ambaye ana kipawa cha ufugaji hajifunzi kufuga. Ukiona anajifunza kufuga, basi tu anaendeleza kile kipawa alichokigundua. Lakini mtu wa namna hii akianza tu kufuga, utashangaa anafanikiwa na anaingiza fedha nyingi sana kupitia ufugaji. Sasa kajaribu tuone, wewe ambaye huna kipawa cha kufuga, kafuge tu hata kuku mbili, utashangaa wale kuku mbili umeishia kula mwenyewe na unabaki unatoa tu macho. Kwa nini? Una hicho kipawa. Kuna watu leo hii wana kipawa, tunasema kipawa cha kuchekesha. Mtu anaweza akachekesha na akaingiza fedha nyingi sana kwa kuchekesha. Mimi nimeshuhudia kwenye maisha yangu watu wakiingiza fedha nyingi sana kwa njia tu ya kuchekesha. Yaani anawakusanya watu mahali kwenye ukumbi au kwenye eneo fulani, anaweka pale kiingilio, watu wanaingia, wanalipa kwa kadiri ya fedha zitakazotajwa. Huko ndani ni watachekeshwa kweli kweli, na watu watatoa fedha bila hata kinyongo. Nataka nikuulize swali, ni kitu gani kinafanya wale watu watoe fedha? Maanake kile kipawa cha kuchekesha ndo kina uwezo wa kuvuta fedha. Maanake kipawa kina uwezo wa kuvuta fedha kwenye mifuko ya watu, alafu watu wakajikuta wanatoa zile fedha. Hivi una habari kwamba uimbaji ni kipawa? Sasa uimbaji ni kipawa, ingawa si kila anayeimba ana kipawa cha uimbaji. Mimi nimeshuhudia kuna kijana mdogo tu ambaye alianza kuimba akiwa Sunday school kadogo, mpaka leo hii ni mtu mzima ambaye bado anaimba. Tunasema huyu mtu kwake uimbaji ni kipawa. Lakini wale ambao wanajifunza kuimba, kwao uimbaji sio kipawa. Ukiona mtu anaanza kuimba baada ya kuokoka, ujue huyu mtu kwake uimbaji sio kipawa. Lakini mtu ambaye kwake uimbaji kipawa ni yule ambaye anaanza kuimba tangu akiwa mtoto mdogo. Tunasema huyu mtu uimbaji kwake ni kipawa.
Angalia mtu wa namna hii akisimama kuimba, utashangaa mwenye 10,000 analeta, mwenye 50,000, mwenye 100,000, mwenye 200,000. Kwa nini watu walete fedha baada ya kuona mtu anaimba? Maana yake kile kipawa alichonacho ndo kinazivuta zile fedha. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa sana. Hivi una habari kwamba kuongea ni kipawa? Kuongea ni kipawa, na ndio maana kuna watu ambao ana uwezo wa kuongea dakika chache na akaingiza fedha nyingi sana. Lakini kumbuka, si kila ambaye ana mdomo ana uwezo wa kuingiza fedha kupitia mdomo. Kuna watu wengine wana uwezo wa kukwaza watu kupitia maneno yao. Wakikwaza watu kupitia maneno yao, hawa watu hata tukiwakuta mahali wanaongea, wanatukwazaga tu. Kwa utakuja kugundua kwamba kuna wengine kuongea kwake anakwaza, na kuna mwingine kuongea kwake ana uwezo wa kuingiza fedha nyingi sana. Na watu wa namna hii tunawaita ma-MC. Watu wa namna hii utawakuta wanasherehesha. Ndio watu ambao wana uwezo kuingiza fedha nyingi sana kupitia hiki kipawa cha kuongea. Nami nataka nikuulize, wewe una kipawa cha namna gani? Na kipawa ulichonacho, je, unakitumia? Na kipawa ulichonacho, je, kinaikuingizia fedha? Kama hujajua kipawa ulichonacho, fanya bidii uanze kutafuta kujua kipawa ulichonacho. Na ukishajua kipawa ulichonacho, unachotakiwa kukifanya, wekeza sawasawa na kipawa ulichonacho. Ukiwekeza kwenye kipawa chako, uwe na uhakika utaingiza fedha nyingi sana kwenye maisha yako kupitia kipawa chako. Kwa nini uwekeze kwenye kipawa? Kwa sababu usipowekeza kwenye kipawa hakitakufanikisha, lakini ukiwekeza kwenye kipawa kitakusaidia kuingiza fedha nyingi sana, kwa sababu ni kwa njia tu ya kipawa watu wana uwezo wa kuingiza fedha wanazozitaka. Siku hizi duniani tunafanikiwa na tunakuwa na fedha nyingi sana kupitia vipawa tulivyopewa na Mungu ndani yetu. Unajaribu kunielewa? Na ukitaka kugundua kipawa, usitumie njia ngumu. Kuna watu ambao wamegundua vipawa vyao kwa njia ya maono. Kuna watu ambao wamegundua vipawa vyao kwa njia ya ndoto. Kuna watu ambao wamegundua vipawa vyao kwa kusikia tu sauti. Lakini pia mimi nataka nikupe njia rahisi moja tu. Ukitaka kugundua kipawa chako, fuatilia msukumo unaosikia ndani yako. Huo msukumo unaosikia ndani yako na kusukuma kufanya nini? Yeremia sura 47 mstari wa 7, Biblia inasemaje? Nitawezaje kutulia ikiwa Bwana amenipa agizo? Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Kwa ule msukumo ulioko ndani yako utakufanya usitulie. Kipawa kilichoko ndani yako kitakusukuma kufanya kitu fulani, kitakusukuma kuongea, kitakusukuma kufanya biashara, kitakusukuma kufuga, kitakusukuma kitakusukuma kusuka nywele, kitakusukuma kusokota ukindu, kitakusukuma kwenda kulima, kitakusukuma kufanya kitu fulani. Kwa utagundua kile kinachokusukuma kufanya mambo mazuri, kifuatilie sana. Utagundua kwa kadiri unapozidi kufuatilia, utagundua hicho ndo kipawa chako. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue zaidi. Na nataka nikuombee hiyo neema ya Mungu ikukusaidia kugundua kipawa chako ili uweze kufanikiwa. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, anamwombea huyu mtu wako ananisikiliza, mpe neema akagundue na kujua kipawa chake na akafanikiwe kwa njia ya kipawa chake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu kwa kuwa umesikia kuomba kwetu, katika jina la Yesu, amen. Ukitaka kunifuatilia zaidi na kuniuliza maswali, na ukitaka kutoa maoni au kuwasiliana na mimi kwa namna moja ama nyingine, unaweza kutumia namba ya 0753472200, 0753472200.
0712958800. Mwalimu Edison Eliakim toka Mbeya, Tanzania, ndani ya Afrika. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.